Naam, assalamu alaikum azizi mtazamaji popote ulipo, na tumai ubuheri wa siha, na karibu kwenye taarifa zetu za TV47 matukio, hilo ikiwa ni siku ya mwisho mwezi wa Aprili mwaka huu 2025. Karibu kwenye taarifa hizi ni kupasha yanayojiri ndani na nje ya taifa la Kenya. Labda mtazamaji, nianze na kukupasha yanayojiri. Mwanzo ni taarifa kuhusiana na ghasia za Ang'ata Barikoi, ambapo baadhi ya viongozi sasa wanataka idara ya ujasusi kuwajibika kutokana na ghasia ambazo zilitokea katika eneo hili kaunti Isiolo zilizosababisha vifo vya watu 5. Aidha mtazamaji, tutakuwa tukiangazia taarifa hii kuhusiana na aliyekuwa gavana wa kaunti ya Kiambu Ferdinand Waititu anatarajiwa kurejea mahakamani ili kupata maelekezo kuhusu ombi lake la kuachiliwa kwa dhamana katika kesi ya ufisadi inayomkabili. Aidha tutakuwa tukiangazia au tukitarajia taarifa kutoka kwa waziri wa usalama Kipchumba Murkomen. Anatarajiwa kuongoza kikao na viongozi wa kiusalama kutoka maeneo ya Mashariki na Bonde la Ufa katika jitihada za kuimarisha usalama katika mipaka ya kaunti za maeneo hayo. Aidha tutakuwa tukiangazia taarifa hii kuhusiana na lalama za makundi ya kutetea haki za kibinadamu katika kaunti kadha wa kadha, ambapo muungano wa makundi ya kutetea haki za kibinadamu kutoka kaunti za Nakuru, Kericho, Narok, Baringo, Laikipia na Nyandarua zinatarajiwa kuandaa maandamano ya amani kulalamikia ukosefu wa huduma muhimu za afya katika kaunti hizi. Aidha nikukumbusha kwamba hii leo ni siku ya Jongo la Ugatuzi, siku ambayo tunazamia masuala uongozi na pia mahitaji ya Wakenya kuhusiana na lili pendekezo la kuwa na serikali mbili tawala, na serikali ya ugatuzi ilifani kuhakikisha kwamba Wakenya wamefikiwa na huduma kwa njia iliyofaafu kabisa. Basi hii leo tutakuwa tukiangazia azma ya serikali iliyoko mamlakani kwa ugatuzi. Je, tumepiga hatua zozote? Ndilo swali kuu la leo. Aidha kama ilivyo ada na desturi, tuanze kwa kupata methali ya leo. Karibu. Methali ya leo: radhi yashinda mali. Maana yake ni kwamba baraka humfaidi mtu kuliko mali aliyonayo. Msamaha una thamani kuliko utajiri. Matumizi huwazindua watu wanaodhamini mali pasipo kuzingatia radhi. Methali nyingine yenye maana sawa na hii ni radhi ya mzee ni fimbo maishani. Na mtazamaji, pia unatupata mbashara kupitia mitandao yetu yote ya kijamii TV47, YouTube, Facebook na pia X. Jina langu ni Ruga Ival. Hujambo na karibu. Tarehe 29 mwezi wa 4 mwaka wa 2024 ingali kwenye kumbukumbu si haba kwa wakazi wa Mai Mahiu baada ya mkasa wa mafuriko kukumba mji huo na kusababisha zaidi ya vifo vya watu 60. Hii leo wakazi wakiandaa ibada ya kumbukumbu katika eneo hili. Mwandishi wetu wa habari kutoka mji wa Naivasha Willy Dennis Njiru amekuwa akikita kambi katika eneo hilo na akatuandalia taarifa ifuatayo. Naye Mungu amenituma hapa leo niseme, do you want to get well? Ni ibada maalum ya kumbukumbu ya wahanga wa mafuriko eneo hili la Mai Mahiu, huku makovu mengi na maswali yakiwa yangali mioyoni mwao. Why after a year have the promises made to our people been broken? Why have you left us behind? Why have you failed to restore the livelihood of our people? Our people struggle to pay rents and to even put food on the table. Why have you not compensated our people 1 year on? Wengi wa waliozungumza wakilalama kutelekezwa na serikali licha ya ahadi nyingi baada ya mafuriko. This for a long time, and given the suffering that people have gone through here, this is the time for our government to act and lift this moratorium to make it possible for our people to help themselves by cutting a piece of their land and being able to sell it. Wakililia haki kwa fidia kutoka kwa shirika la reli waliloelekezea kidole kwa ubadhirifu
wa kukosa kutoa tahadhari ya wao kuhamia maeneo salama. They were negligent and they are the main cause of this disaster and the cause of the deaths that occurred. What is important here is that we must seek justice for this. Aidha, wengi wangali kuwapata wapendwa wao baada ya shughuli za uopoaji kusitishwa, ikidaiwa ipo watu wengi ambao wangali kupatikana, huku 61 wakiwa tayari kapumzishwa mwaka jana. We still have people here missing their children. 1 year on, relatives have not found their dear one. And we note here that the so-called recovery mission was never concluded. These people were never recovered. We have ended up in unstable lifestyles since we are starting life from a scratch. Our parents need financial support to be able to provide for the families and cater for the daily needs. Anayoendelea maishani mwako. Willy Dennis Njiru, TV47, Mai Mahiu. Ama chochote kile. Wahudumu wa afya chini ya mpango wa afya kwa wote yani UHC walifanya maandamano hapo jana wakishinikiza kuajiriwa kwa kandarasi za kudumu baada ya majuma 3 yaliyopewa kusitisha mgomo wao ili matakwa yao kushughulikiwa na waziri mpya wa afya Aden Duale kukamilika. Na kama anavyotaarifu mwanahabari wetu Mike Chalo, viongozi wa wahudumu hao walifanya mkutano wa faragha na waziri huyo na kuahidi kutoa taarifa maalum Jumanne wiki ijayo. Ni maandamano yaliyoanza katika kituo cha mabasi cha Green Park hapa jijini Nairobi. Maandamano haya yakitarajiwa kufuliliza hadi katika Wizara ya Afya, kuelekea katika afisi za utumishi wa umma PSC, bunge la Seneti na baadaye kumalizia katika tume ya kuratibu mishahara SRC. Wahudumu wa afya wakiwa na nia ya kumgutua waziri wa afya Aden Duale baada ya kujitia mnazo na kutowapa taarifa yoyote licha ya kuahidi kufanya hivyo baada ya majuma 3 walipopokea mikoba ya Wizara ya Afya. Wito wa wahudumu hawa wa afya ukiwa ni ule kushinikiza kuajiriwa kwa kandarasi za kudumu, kulipwa miaka yao 5 ya kuajiriwa kwa kandarasi na kulipwa mishahara yao iliyocheleweshwa. Unfortunately, today is the 4th week. There's no feedback that has been given to us. We have come here today to remind the government that bad manners should not continue. This, what the government is doing is bad manners. 5 years is a lot to have a conversation with UHC. There's nothing the government doesn't know about UHC. Msafara wao ukiishia katika jumba la afya baada ya viongozi wa hudumu wao kufanya kikao cha faragha na waziri Duale, waziri wa afya akiwataka kumpa juma moja zaidi, huku wakiahidi kutoa taarifa maalum kuhusu mishahara na swala la ajira kwa viongozi wa hudumu wao Jumanne wiki ijayo. Aidha, wahudumu wao wa afya kwa wote UHC wameahidi kuendelea na mgomo wao Jumanne hiyo endapo waziri Duale atatoa taarifa yoyote kuhusu ajira ya kudumu au malipo ya miaka yao 5 kama wahudumu wa afya kwa kandarasi. Now on Tuesday, sema Tuesday. Sisi wote tutaamuka, wale waliokufa na wale waliolala. Tunaelewana? Governors, mkiendelea hivi na kupeana UHC threats, tunakuja kuwasalimia na si mbali. Within this week we withdraw those letters, but in case there is no letter for transitioning to P&P and there is no gratuity, we will do a night vigil here. Mike Chalo, TV47, Nairobi. Nayo serikali ya kaunti ya Homa Bay imeanzisha rasmi matayarisho ya kuandaa sherehe kuu za siku ya madaraka itakayofanyika katika kaunti hiyo tarehe 1 mwezi Juni. Wakizungumza walipokuwa wakikagua uwanja wa Raila Odinga kutakakoandaliwa sherehe hizo, viongozi hao wakiongozwa na katibu mkuu wa Wizara ya Usalama Raymond Omolo pamoja na gavana wa kaunti ya Homa Bay Gladys Wanga wamedai kuwa maandalizi yanaendelea kufanyika na wako tayari kuandaa sherehe hiyo. We are doing development like we are doing today, there would invariably be disruptions. And I remember I was appreciating the business community and the people of Homa Bay for accepting to work together with us, to work closely with the contractors,
and the leadership that we have of Governor Wanga, so that an inconvenience here and there is leading us to a much bigger thing. So it's a price that is okay if our business community and our people pay. But while at it, we will try and make sure that that disruption is very minimal to the extent possible. About just a month ago, when we stood in this very stadium, the things we were talking about looked like a dream. But today, it is a reality. And Homa Bay, some people are now making a joke that has become a construction site. So if you're walking around, wear a helmet because a stone can hit you from any direction. And we are really, really glad that we are not just hosting Madaraka Day as an event, but a lot is going to be left behind that will signify, not just for our generation today, but for generations to come. Na kwingineko, mtazamaji, waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi amefichua kuwa kulikuwa na njama ya wabunge kusafiri eneo la Taiwan wakati wa ziara ya Rais William Ruto nchini Uchina. Mudavadi aliyezungumza katika bunge la Seneti alitaja njama hiyo kama uchokozi na usaliti kwa uzalendo wa taifa, kwani ilinuia kusambaratisha juhudi za serikali kuimarisha uhusiano wake na Uchina. Mudavadi hata hivyo hakuwataja wabunge hao katika ziara yake nchini Uchina. Rais William Ruto aliunga mkono sera ya Uchina na Taiwan kama nchi moja ikiwa ni Uchina. Uchina imepinga jaribio la Taiwan kujitenga kama nchi huru. I know, for instance, there were some people who were pushing to have a delegation from Parliament to go to Taiwan. When the President of Kenya is visiting China for a state visit. You see, looking at it, that would have been a provocative action, and it could have cost the country dearly. Kenya's position with respect to China is that we have adopted a one China policy. And that is the partnership that we've had with China ever since, and therefore we do not recognize Taiwan as an independent nation. Na sasa tuelekee hadi kaunti ya Turkana ambapo uongozi wa muungano wa madereva wa mabasi ya shule kaunti hii ya Turkana umewataka wanachama wao kuwa waangalifu barabarani, hasa wakati huu ambapo wanafunzi wanarejea shuleni kwa muhula wa pili. Wakizungumza mjini Lodwar, viongozi hao wamewataka madereva kuzingatia usalama wa wanafunzi wanaporejea shuleni, huku wakiwaonya madereva kutofanya kazi wanapokuwa wametumia vileo vya aina yoyote ili kuepuka ajali. Aidha, kampuni za magari zimeonywa dhidi ya kupandisha nauli wakati huu wanafunzi wanaporejea shuleni. Ningependa kusema siku ya leo kutoa himizo kwa madereva wangu wa mashule kwamba hii ni siku ya ufunguzi wa mashule, na madereva wa mashule muendeshe gari kwa upole ili watoto wetu wafike salama. Alafu pia ningependa kusema kwamba madereva, kama ni dereva wa shule, kama gari ni mbaya, usijaribu kuendesha gari ikiwa mbaya kwa sababu unahatarisha maisha ya watoto. Na kama gari ni mbaya, julisha principal wako atengeneze gari. Na ya pili ni kwamba wewe kama dereva wa shule lazima ukue dereva mwenye uko na uzoefu wa kutosha. Pia kwa hizi magari zingine za abiria, kila kampuni ama kila sako ikuwe macho na madrivers wake. Saa hii wakati ya watoto wamefungua shule hivi, mambo ni mingi napatika. Kama jana hii ilitokea Kakuma, unapata magari, saa hii watoto town imejaa watu, wazazi wanatafutia watoto vitu ya shule. So madrivers, wakati mko town, muendesha magari pole pole, mwache kukimbiza magari, tufuate sheria ya barabara inasema nini katikati ya town. So hiyo ndio mimi nahimiza madrivers wangu mahali popote Kenya mzima. So tumeambia sako zote msiongeze bei, wacha ibaki kama kawaida ndio watoto wafike mashule. So tukiongeza bei hao watu wanaumia. So mimi naambia sako zote, especially ile ziko Turkana, msijaribu uwe na tamaa leo juu watu ni wengi, customers ni wengi, mnapandisha bei juu. Wacha bei ibaki standard vile ilikuwa,
at least watoto wetu wafike shule salama. Nao wanaharakati nchini pamoja na viongozi wa wanafunzi katika vyuo vikuu nchini wameiomba serikali kuunda sheria itakayokabiliana na mauaji ya wanawake. Wanawake hao wakiongozwa na mwakilishi wadi wa Nairobi South Waithera Chege wanasema licha ya kushtakiwa kwa mauaji, sheria dhidi ya mauaji ya wanawake itasaidia kuchunguza chanzo cha mauaji hayo na kuyazuia kufanyika tena. Wanawake hao vile wanataka mahakama maalum ya kuamua visa vya mauaji ya wanawake nchini. Currently, Kenyan law does not recognize femicide as a distinct crime. Perpetrators are charged with murder or manslaughter without acknowledgement of the gender-based motivations behind their actions. This gap in our legal framework undermines our ability to address the root causes of this violence and develops targeted interventions. While the government has shown some goodwill through the creation of Femicide Task Force, led by the former Deputy Chief Justice Nancy Balaza, much remains to be done to assure Kenyans, women and girls that they are safe. We call upon the Kenyan government to enact a Gender-Motivated Killings Act that explicitly defines and criminalizes femicide. Direct the Kenya National Bureau of Statistics to collect and publish comprehensive data on femicide cases. Na ili kukabiliana na changamoto ya amani miongoni mwa jamii zinazoishi katika kaunti ya Bungoma, wanaharakati pamoja na serikali ya kaunti wameanzisha mchakato wa kubuni sera ambazo zitapeana mwongozo wa kutatua matatizo yanayokumba jamii hizo. Wanaharakati hao wametaja siasa duni, mizozo ya mashamba na ukabila kuwa masuala tata yanayoyumbisha amani miongoni mwa wananchi, na kuwepo kwa sera hiyo ambayo baadaye itapendekezwa kuwa sheria na kuchangia suluhisho la matatizo hayo. Aidha, wamewashtumu vikali wanasiasa ambao wameanzisha kutumia hafla za mazishi kuwachochea wananchi, wakikashifu kisa cha hivi punde cha vurugu kilichotokea kwenye eneo bunge la Sirisia, ambapo wafuasi wa mbunge John Waluke na mwakilishi wadi wa Lwandanyi Ton Barasa walikabiliana vikali na kusababisha mtu mmoja kuaga dunia huku wengine wakijeruhiwa vibaya. Bungoma County iko na potential kubwa sana, na hapo awali kumekuwa na changamoto ya mambo ya amani. Unapata ya kwamba wananchi wanakosana maybe kwa mambo ya kikabila, mambo ya siasa, masuala ya shamba, masuala ya msitu, imeleta kukosana kwa wananchi wa Bungoma. So hii sheria ambayo tuna propose ni sheria ambayo itakuwa na itatoa mwelekeo jinsi jamii ya Bungoma yote inaweza shughulikia mambo kama haya, kwa sababu tukiwa na amani tunakuwa na maendeleo. So sisi lengo letu kama shirika ni kuhakikisha kwamba Bungoma inaishi kwa amani, na hii sheria itasaidia kila mtu awe na mchango kuhakikisha kwamba kuwa na amani pa Bungoma. Hii sera itakuwa kama ni mchakato na mpangilio ya kuleta uwiano na amani katika kaunti yetu. Hatujawahi kuwa na ingine. Hasa tumekuwa na initiatives kama Mavanga Peace Accord, tukakuwa na social contract, lakini hatukutengeneza sera. Na kuna wengi ambao wamepata majeruhi, na tunaona ya kwamba wakati mambo kama haya yanapotokea hakuna ule mwelekezo ambao county government inaweza ingia ndani, kwa sababu haswa mambo ya amani imekuwa ya kwamba imeachiwa serikali kuu ambayo ni national government. Tunajua kuwa mwanasiasa ama mtu yote akienda kwa matanga ameenda kuomboleza. Kwa hivyo siasa ama matanga isikuwe ni mahali pa watu kutoa siasa ambayo inaleta vurugu. Haswa ile ambayo ilitendeka kama Sirisia, tunajua mjumbe yuko pale na tumeambiwa wamekuwa involved. Mimi ningependa kuambia watu wa Sirisia wasilipize kizazi, kwa sababu wanaposema wanaenda kulipisha, ina maana hiyo kitu itaendelea, wale watalipisha na watalipisha na tutakuwa na amani.
Na kwenye taarifa za michezo, timu ya taifa ya soka ya wavulana wasiozidi umri wa miaka 20 Rising Stars wanazidi kujitayarisha kujiandaa kwa mashindano ya dimba la bara Afrika mwaka huu 2025. Chipukizi hao watacheza dhidi ya Morocco kesho saa 3 usiku, huku kocha mkuu wa kikosi hicho Salim Babu akiwa na matumaini ya kufuzu kwenye fainali. Mashindano haya hufanyika baada ya miaka miwili na timu zitakazotinga nusu fainali zitawakilisha bara la Afrika katika kombe la dunia la mwaka huu nchini Chile. Kwingineko, gari la kwanza kabisa la umeme ambalo litashiriki katika mashindano ya Rhino Charge lilizinduliwa rasmi jana katika hoteli ya Carnival jijini Nairobi. Hii ni kwa hatua ya kihistoria katika juhudi za kuhifadhi mazingira humu nchini, huku gari hili likitarajiwa kushiriki katika mashindano ya Rhino Charge ambayo yatafanyika tarehe 31 mwezi Mei. Tangu kuanzishwa kwake, Rhino Charge imefanikiwa kukusanya zaidi ya shilingi bilioni 2.4 za Kenya kuunga mkono kazi za uhifadhi za Rhino Ark. So the idea was raised from competing in the Rhino Charge for many years, and there's many founders, including Valar, Richard, Africa Practice, Base Titanium. So we've pushed the limitations to produce an EV that is capable of participating and doing well in the Rhino Charge. We're not there yet. We still have 4 weeks to go, and we still have more to finish on the vehicle to unlock its full potential. To take this opportunity to congratulate the inventors, the people behind it. This is a gentleman who has built everything over the last 4 months. This is the guy who was the innovator, the guy who started the whole thing, Mr. Richard Kiplagat. Very dedicated people who are contributing to the efforts of our country to become green and clean. Paris Saint-Germain iliandikisha ushindi wa bao moja kwa nunge dhidi